Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika fani ya balagha, lakini yatambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasisi kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka leo tunaendelea katika alfadhul istifham, matamko ya istifham, ambayo kadhalika kuna baadhi ya nyakati yanatoka katika maana za asli na kwenda katika maani nyingine, maani ambazo tustafadu min siyaqil kalam, ambazo zitafahamika kutokana na mlolongo wa maneno biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla hatujaingia moja kwa moja katika darsa yetu, lazima niwe na fursa ya kuwapa tanbihi kila wakati, tanbihi kutokana na genge la watu ambao wanaolipwa fedha kutoka Vatikani. Fedha hizo zinakuja Saudia, alafu zinatawanywa katika magenge yao ya kihuni yakitangaza Islahud, kwa maana Uislamu wa Kiyahudi. Kwa lazima muwe makini sana na magenge hayo, ni magenge hatari sana. Alama za watu wa magenge hayo: kwanza, hawana adabu; pili, watukanaji sana; na tatu, ni watu wa dhawahir, yani wanafasiri vitu neno kwa neno ili kuwatoa watu katika usahihi wa dini tukufu ya Kiislamu. Yani ukitaka kuwajua watu ambao zinazomwagwa pesa kutoka wapi? Vatikani, kisha zikaja wapi? Saudia, kisha zikatawanywa katika magenge yao ya kihuni. Moja katika ishara na dalili zao, hawana adabu; pili, ni watukanaji sana, kwa maana ni watu wa matusi; na tatu, ni watu ambao hawana akhlaqi, tabia njema hawana, na wanatafsiri vitu kwa dhawahir, yani neno kwa neno katika hali za namna hiyo. Wala upate tabu kuwajua. Ukishaliona jitu halina adabu, kazi yake kutukana, jua ndo hilo miongoni mwa hao. Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru, na kuzindueni ili na nyie msijikute mnaingia katika genge hilo. Tunakwenda sawa? Naam. Sasa hivi kuna watu wengi sana wanatoka katika hilo genge kwa sababu walishabaini. Mmoja katika mashekhe, na ni doktor huyu, ameachana na Uwahabi kwa sababu amebaini katika Uwahabi hakuna adabu. Katika Uwahabi wanafundishana kutukana, yani hawamtazami mkubwa wala mdogo, wao wanatukana tu, ndio jinsi walivyo. Lakini kadhalika ni watu hawana akhlaqi njema, tabia njema hawana. Sasa Uislamu ni tabia njema, Uislamu ni lazima ujizuie kutukana watu, lakini Uislamu unakutaka uwe ni mtu ambaye wewe ni kioo cha jamii. Nataka hivyo
Sasa wao hawako hivyo, wao wanapingana na jinsi ulivyo Uislamu. Ndio maana utaona hawaoni tabu kutukana, hawaoni tabu kukejeli, hawaoni tabu kusema maneno ya hovyo hovyo. Sasa hao ndio wale wanaolipwa mishahara kutoka Islahudi huko kutengeneza Uislamu wa Kiyahudi. Kwa kweli ni hatari sana, Mwenyezi Mungu atunusuru. Na wakati utapofika muda tutaziweka wazi data zao, kwa maana mwaka gani mshahara huo umekuja kwa kiasi gani, na aliyoupokea ni nani, na alitawanya kiasi gani katika magenge yao. Na ndio maana pakatokea mipasuko na magomvi. Kuna wengine waliona kama wamegawanywa, wamepewa kidogo, kazi wanayofanya ni kubwa. Wallahi kuna hatari. Data zote mimi ninazo kabisa. Kwa hiyo ikifika wakati tutaweka wazi. Kuna jitu linatoa kanuni ya kisheria inasema la yajuzu taakhiru albayani an waqti alhaja. Sasa jamaa tabia yao, wana uwezo wa kusoma maneno alafu hawayaelewi. Kwa kusoma matini wanasoma vizuri kabisa, makhraji nzuri kabisa, alafu ufahamu zero. Yani watu ndo wako hivi. Mtu anakutolea kanuni kwamba wewe hauna lolote kwa sababu ungekuwa na ushahidi ungeshauleta, alafu anakusomea kanuni. Kanuni nasema la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja, kwamba haijuzu kuchelewesha kubainisha katika wakati unaohitajiwa. Sasa mimi binafsi wakati huo sijaona kwangu kama ni unao. Sasa ndio maana nasema wanasoma lakini hawaelewi wanachokisoma ni nini. Waktul haja pale nikishaona sasa hapa kwangu mimi ni waktul haja, nitafanyaje? Ingesema tu la yajuzu ta'khirul bayan, afu ikaishia hivyo fadhali. Lakini nimebainisha an waqtil haja, kwa maana haijuzu, haifai kuchelewesha bayana katika wakati unao hitajika. Kwangu mimi bado haujafika unao. Sasa kwa hiyo ina maana bado hawa watu hawajielewi hata hayo maneno wanayaleta kwa staili gani. Mwenyezi Mungu atunusuru. Kwa hiyo vile vidampa vinavyotukana katika komenti, vile ndio mitaji ambayo inapigiwa hela bila yenyewe kutambua. Vidampa vile vinatukana kwenye komenti, vile ndio mitaji we mzee, vinapigiwa pesa bila vyenyewe kujijua. Yani ni bidhaa isiyojitambua inawaingizia pesa wakubwa wao. Wakija kushtuka hivi kama wamepigiwa pesa, wakubwa wao shakuwa matajiri mzee. Wamebakia wallahi kuna wakati unakaa ndo mmoja anasema katika jamaa zangu na mashekhe wakubwa, ni doktor huyu, anasema katika vitu ambavyo vinavyoathiri sana kwa hawa jamaa zetu ni ufahamu. Yani ukiwatazama ufahamu utashangaa kabisa. Lakini kwa kusoma matini, akusomea Qur'ani anasoma vizuri sana, akusomea hadithi anasoma vizuri sana, akisoma maneno au na vione anasoma vizuri sana. Sasa nenda kamwambie umeelewaje? Balaa ndo linaanzia hapo kwenye ufahamu. Ndio 0.000 weka 0 nyingi mpaka 800 huko, ndo wako hivyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atunusuru na anusuru. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu tunaomba akupeni ufahamu uliokuwa mzuri. Tusemeni amin. Amin inshallah. Kwa hiyo leo tunaendelea na darasa letu kama ilivyo ada na kawaida. Lakini wakati huo mimi niendelee kufurahi na ile mihadhara wanayoiweka. Kuna mihadhara we mzee kama ulikuwa hujui, imewekwa yote hiyo mihadhara Yusuf Diwan. Sawa? Ile mihadhara inafanya kitu kimoja mukide sana, kitu safi sana. Yani kuna baadhi ya watu wakishatazama katika hiyo mihadhara wanasema hebu kwanza tukamtafute kwanza huyu Yusuf Diwan ni nani kwanza. Wakisearch kule YouTube wanakuja kwenye akaunti yetu, wanaanza kutazama zile mada zetu na zile darasa zetu ambazo tumeziweka mle. Wakitazama mwisho anasema huyu jamaa mbona yuko safi kabisa, anaongea vitu safi, darasa zake nzuri, mafundisho yake mazuri, mashallah. Wengine wananipigia simu
Wengine wananitumia ujumbe wanasema alhamdulillah, sisi tulikuwa tukujui, tumeona mihadhara imewekwa inakusema wewe kwa ubaya, tukaona ngoja kwanza tuingie tukatazame pia na kwako. Tumepata vitu vikubwa na vitu vizuri, mashaallah. Kazi unafanya nzuri, endelea na kazi. Sasa sisi tunaona raha. Kwa hiyo mtu anahisi kama anafanyaje? Anachafua. Kumbe ndio anafanya watu wazidi kutufahamu vizuri. Anafanya watu wazidi kutufahamu vizuri. Kwa hiyo mambo yanakwenda katika hali za namna hiyo. Basi inshallah tuingie katika darasa letu, sawa? Darasa letu la jana tumeona baadhi ya adatul istifhami zinavyotoka katika maana za asli kwenda katika maanin ukhara, maana nyingine. Leo tunasema waqad takhruju alfadhul istifhami an maanaha al-asli fa yustafhamu biha an ash-shay'i ma'a al-ilmi bihi li aghradin ukhra tufham min siyaqi al-kalami wa dilalatihi. Muna sawa? Wanasema kuna wakati haya maneno istifhami yanatoka katika maana zake za asli, sawa? Fayustafahamu biha, basi utaka kufahamu kwa hayo maneno ya kutaka kufahamu anishai, kutaka kufahamu vitu au kitu, ma'al ilmi bihi, pamoja na kujulikana kwa kitu hicho, sawa? Lakini inatoka wapi? Li aghradin ukhra, kwenda katika malengo au maana nyingine kabisa. Maana hiyo utaijuaje? Tufahamu, inayofahamika maana hiyo min siyaqi al-kalami, kutokana na siyaqi ya maneno, kwa maana mpangilio wa maneno au mpandano wa maneno namna ulivyo, wa dilalatihi, na dalili zake. Wa min ahammi dhalika, na miongoni mwa yaliyo muhimu tuliona jana, tukaiona kwa maana kuna istifhamu linnafi, istifhamu linnahi, istifhamu litaswiya, sawa, pamoja na istifhamu sawa. Kwa hiyo hizo ndo ambazo tulizosoma katika siku ya jana. Leo tunatazama istifhamu linkari, kwa maana istifhamu inayotaka majibu ya kukanusha, kukataa. Kwa maana inatoka katika maana ya asli inakwenda katika maana nyingine. Maana yake nyingine ni nini? Al-inkar, kukanusha, sawa. Ka qawlihi ta'ala, kama neno lake Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, aghaira Allahi tad'una. Hiyo ni suratul An'am aya ya 40, sawa. Umeona hii hamza aghaira Allahi tad'una, kiwahabi, hivi asiye Mwenyezi Mungu mnamuomba. Kinini hiyo? Kiwahabi. Hivi asiye Mwenyezi Mungu mnamuomba. Aghaira Allahi tad'una, hivi asiye Mwenyezi Mungu mnamuomba. Kiwahabi. Nyewe mmeelewa nini katika maneno haya? Hiyo ndio kiwahabi, sawa. Sasa kitaaluma hii hamza hatuiti tasdiqia wala tasawur. Kimaarifa inaitwa alhamzatul istifhami lilinkari, sawa. Inkari inakuja aghaira Allahi tad'una, hivi mnakanusha kumuomba Allah na mnaomba kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana yake, kwa sababu hii hamza imebeba nini? Maneno, imemeza maneno. Ndio maana ikaitwa harful istifham au adatul istifhami lil inkari, sawa. Maana yake aghaira Allahi, hivi asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mnamuomba. Kiwahabi. Lakini katika kimaarifa aghaira Allahi, hivi mnampinga asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mnamuomba. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo katika hali ya namna hii unapata alhamzatu harfu au adatul istifhami lil inkari, ni istifham ambayo inahitaji majibu ya
kukanusha katika hali za namna hiyo. Mnamuomba asokuwa Allah, msema hapana, hatumuombi asokuwa Allah tabaraka wa taala. Nakwenda sawa? Tunaelewana? Kisha tukasema i'lam, faham ewe ndugu yangu ambaye unatufuatilia katika darasa hii, annal inkara, ya kwamba inkari, kukanusha au kupinga, idha waqa fil ithbati, ikiwa kunatokea katika sehemu inayotaka kuthibitisha, yaj'aluhu nafiyan, inafanya sentensi hiyo inakuwa ni nafi ya kukataa. Ana majambo jinsi alivyo. Fahamu ya kwamba annal inkara, ya kwamba inkari, kukanusha, idha waqa fil ithbati, panapotokea katika sentensi ambayo ina ithbati ndani yake, yaj'aluhu nafiyan, inaifanya hiyo sentensi inakuwa ni yenye kukataa. Naelewana vizuri? Ka qawlihi ta'ala, kama maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, afillahi shakkun, kiwahabi, hivi kwa Allah kuna mashaka? Kiwahabi, afillahi shakkun, hivi kwa Allah kuna mashaka? Kiwahabi hiyo. Lakini kimaarifa ukisema afillahi shakkun, maana yake ai la shakka fillah, hakuna mashaka kwa nani? Maana yake hii alhamza inakuwa ni hamza gani? Hamzatul istifhami lil inkari, kwa sababu imekuja katika sehemu ya ithbati, basi inakuwa ni nafi katika hali za namna hiyo. Tunaona sawa? Ithbati ni tunapotazama hapa, unaona kuna neno la au lam, neno ambalo linalokanusha halipo. Kwa hiyo maana yake imekuja, kama ukitazama unaweza kuona kama ni ithbati, vinathibitisha kuwa kwa Mungu kuna mashaka, lakini kumbe hii hamza imebeba nini? Imemeza maneno. Maana yake ukisema afillahi shakkun, maana yake unasema la shaka fihi, hakuna shaka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa qad takhruju alfadhul istifhami an ma'naha al-asli ila ma'anin ukhara tustafadu min siyaqil kalam, yanaweza yakatoka maneno ambayo ni ya kufanani ya istifham, ya kutaka kufahamu, kutoka katika maana za asli yakaenda katika maani nyingine. Maani hizo tustafadu min siyaqil kalam, ambazo wewe utazijua kutokana na mpanano wa maneno namna yalivyokaa. Kwa ukisema afillahi shakkun, je, hivi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mashaka? Ukitafsiri hivyo umetafsiri kiwahabi. Maana yake ukisema afillahi shakkun, hapa kwa mujibu wa watu wa balagha, maana yake la shakka fillah, hakuna mashaka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini unatafsiri hivyo? Kwa sababu hii ni hamzatul istifhami lil inkari. Ndio maana naleta tafsiri ya hali ya namna yetu. Tunaelewana vizuri? Haya mambo mawahabi hawajui, ndio maana wanatuletea makelele na vurugu duniani. Na hajui kabisa haya mambo. Sawa? Tunaelewana vizuri? Hiyo ni suratu Ibrahim aya 10 Ai la shaka fi. Wa idha waqa fi nafi, ikiwa kama itatokea inkari, itatokea au itakuwa imekaa katika sehemu ya nafi, yaj'aluhu ithbatan, itajalia inakuwa ni nini? Ni ithbati. Sasa tumeona kule ikikaa katika ithbati inaibadilisha inakuwa nafi, na hapa ikikaa katika nafi inabadilika inakuwa ithbat. Hao ndo watu wa balagha, lazima uwe makini katika kuyafahamu haya. Tunaona sawa? Ka qawlihi ta'ala, kama vile neno lake Allah anasema alam yajidika yatiman faawa. Tunaona sawa? Alam, unaona lam, hii lam ni harfu nafi. Kwa hiyo imeanza hamza alafu inakuja harfu nafi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Tunaona sawa? Alam yajidika yatiman faawa. Tunaona sawa? Kwa hiyo kwa kuwa imefuatia na lam ambayo ni harfu nafi, maana yake ni jumlatul manfi. Ndio anasema wa idha waqa fi nafi, ikiwa hamzatul istifhami lil inkari, ikiwa imekaa katika nafi, yaj'aluhu ithbatan, itajalia kuwa ni nini? Ithbat. Maana alam yajidika yatiman fa'aw, ai qad wajadaka.
sawa, maana yake amekukuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa yatima akakuhifadhi, sawa, amekuhifadhi. Wajadaka, tunakwenda sawa. Kwa hiyo hapa sasa tulisema kwa maana ilipokuwa afilla, kwa kuwa hii ni ithbat, inakuja la shaka, inakuja kwa nafi, na kwa kuwa hii ni nafi inakuja kwa ithbat. Wajadaka, qadi wajadaka, amekukuta Allah Subhanahu wa Ta'ala, au wajadnaka, tumekukuta wewe bwana Mtume Muhammad. Wa bayanu dhalika, na ubainifu wa hayo ni hivi, anna inkara al-ithbati, ya kwamba kule kukanusha ithbati, wa nafi, na kukanusha nafi, nafiu lahuma, ni kuvikanusha vyote viwili. Sawa. Wa nafiu al-ithbati nafyun, sawa, na kukanusha kule kuthibitika ndio kukanusha kwenyewe. Wa nafiu nafi, na kukanusha kutokanusha, ithbatun, huku kunaita kuthibitisha. Tunaelewana vizuri? Si hapa tunasema hii ni ithbati, afillahi shaku, nasa la shaka fillah, hakuna mashaka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake hii huku kufanya ndio tunasema wa nafyul ithbati, na kukataa kule kuthibitika, kwa maana kuna mashaka kwa Mwenyezi Mungu, sawa. Nafyu nako ni kukataa hayo mashaka, kuyakanusha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunakwenda sawa? Ndio nasema afillahi shakun, ay la shakka fillah, hakuna mashaka kwa nani? Kwa Allah. Tunakwenda sawa? Wa nafyu nafi, na kukataza kilichokatazwa, ithbatu ni kuthibitisha. Ndio nasema alam yajidika, hivi hakukukuta. Masa wajadaka, amekukuta, sawa. Naona sawa, ni ithbat. Thumma al-inkar, kisha hii inkar kwa maana kule kukanusha, qad yakunu litakdhibi, kuna wakati inaweza kaja alhamzatul istifhami lilinkari wa takdhibi. Ni hamzatul istifhami inafanya kazi ya inkari na kukanusha, kukadhibisha, sawa. Al-inkar wa takdhib, sawa. Inawezekana ikaja hamzatul inkar, hamza inayokanusha na inayokadhibisha, inaonyesha uongo, ndo maana yake, sawa. Nahau, mfano kusema hivi, Mwenyezi Mungu anasema ayahsabul insanu an yutraka suda, sawa. Ayahsabul insanu an yutraka suda, sawa. Hivi anadhani huyu mwanadamu ataachwa bure bure tu, afanye anachotaka, afanye mauzauza anayotaka, alafu baadaye ende peponi hivi hivi? Lazima ustruggle katika kuitafuta pepo yenyewe, ndio maana yake, sawa. Sasa hii hamza ni hamza gani? Sawa, inaitwa alhamzatul istifhami lilinkari wa takdhibi, sawa, kwa sababu inaonyesha itakuwa uongo mtupu, akae hivi hivi tu alafu aende peponi, hiyo uongo. Ndio maana imekuja hamzatul istifhami liinkari wa takdhibi. Tunaelewana vizuri Aya, kwa hiyo anadhani huyu mwanadamu kwa maana ataachwa hivi hivi tu. Majibu kwa kuachwa hivi hivi haiwezekani, asijidanganye, sawa. Waqad yakunu litawbih, lakini kuna wakati inakuja kwa ajili ya tawbih wal laum, kwa ajili ya lawama. Inawezekana kaja hamzatul istifhami litawbih wal laum, kwa ajili ya lawama, sawa, alama waqa, katika yale yaliyotokea. Inawezekana ikaja hamzatul istifhami lilinkari watawbihi wallaumi bima waqa, kwa yale yaliyotokea. Nahau, mfano ukisema hivi ataabuduna ma tanhitun, mnaabudia kile ambacho mmekichonga wenyewe, na kulaumuni sana mnaabudia kile ambacho mlichokichonga nyinyi wenyewe. Inaitwa hamzatul istifhami litawbihi wallaumi, kwa ajili ya kuwalaumu.
Kweli mmechonga wenyewe masanamu alafu yawatishe wenyewe? Kweli mnaabudia tena nyinyi wenyewe mlichokichonga wenyewe? Ndio mnalaumiwa kwa akili ndogo ambayo mnayoonyesha. Naelewana vizuri eh? Wa hadhihi al-aya, na aya hii min kalami Ibrahima, ni katika maneno ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, liqaumihi, alipokuwa akiwaambia watu wake, hinama raahum, pale alipowaona, yaabuduna al-asnama, wanaabudia masanamu, min al-hijara, tena yaliyotengenezwa kwa mawe, alafu ndio wanaabudia hayo. Anawalaumu, akili hamna kweli nyinyi? Ataabuduna ma tanhitun, kweli mnaabudia vile ambavyo mmechonga wenyewe. Inaitwa alhamzatu al-istifhamu liinkari wa tawbihi wal laumi, kwa ajili ya watu wa maajabu, ndio hamza inaingia katika hali za namna hiyo. Watu wa balagha wakasema, waqad takhruju alfadhu al-istifhami an ma'naha al-asli ila ma'anin ukhra tustafadu min siyaqi al-kalam. Sawa, kuna wakati hizi harufi zinatoka katika maana za asli zinakwenda katika maani nyingine. Maani hizo utazitambuaje? Ni kwa kutazama siyaki ya maneno. Ndio inakwambia hii haiwezi kutafsirika kwa tafsiri halisia, lazima ina tafsiri nyingine, jambo ambalo kwa mawahabi hawana. Matokeo yake ndio anasema yadullah, mkono wa Mungu, anatafsiri mkono kweli. Wahuni wale. Kwa lazima tuwe makini. Umeziona hizi hamza hizi ni inkari zote, lakini inkari zinatofautiana. Hii hapa inkar wa takdhib, hii hapa inkar wa tawbihi wal laumi. Sawa? Kuna hii hapa ni al-inkar linafi, afi hapa al-inkar liithbati. Sawa? Kwa majambo yanakuwa katika hali za namna hiyo. Kwa ukitazama vizuri utapata kubaini majambo jinsi yalivyo, na ni fani ambazo nataka unapozisoma utulize akili, itulie, ili mambo yaweze kwenda vizuri katika hali iliyokuwa sawa sawa. Kwa inshallah hii ndio al-inkar. Kesho tutakwenda kutazama nyingine inshallah tukiwa hai na salama, mpaka tutapozimaliza zote katika hizi alfadhul istifham, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Kwa ukitazama unaweza kuona kama vitu vidogo vidogo, hamza si hamza tu, lakini tazama yote haya yako chini ya hamza tu. Na hata hivyo hatujaimaliza, tutakuja kuiona huko baadaye, ina mapana hatari. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na atufungulie ufahamu na uelewa wa hali ya juu, na atuepushe na lile genge linalopokea mshahara kutoka Vatican huko kwa lengo la kuja kuharibu dini tukufu ya Kiislamu. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Watu wanafaidika na hizi darasa, sikudanganyeni mtu, wanafaidika sana na hizi darasa na wanapata mazuri sana kupitia katika darasa zetu. Kuna watu wanajitoa akili tu kujifanya kwamba eti hawaoni, lakini wanaona. Na kuna watu wapumbavu na wajinga kama watu wa namna hiyo. Eti unajifanya uone wakati unaona. Nakwambia jamaa, yani wale jamaa wana maajabu sana. Hii nguo umeiona mzee? Rangi yake, ukimwambia Wahabi hii ni rangi ya kijani, anakubali. Ni sawa na mtu, sasa mtu akwambia wana hamna kitu pale wakati wewe mwenyewe unaona kitu kipo. Alafu baadaye anasema kwa kweli kasema hamna kitu. Kweli hamna kitu pale, hamna kitu. Unajielewa kweli wewe? Ukimwambia Wahabi hii ni kijani, tena kijani iliyoiva, wallahi anakubali. Akili zao ni ndogo. Bahati mbaya na mtu akiwa na akili ndogo, mara nyingi mwenye akili ndogo huwa anasumbua sana. Kwa kuhisi anazo, kumbe hamna kitu. Kimchekecha hivi kama dafu tujisi, ni hatari sana. Mwenyezi Mungu tunaomba tujalie kila la kheri na mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, aya tunayofanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal alamin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kuhakikisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi, nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji laptop kutoka kwako. Ndugu yangu, tunahitaji desktop kutoka kwako. Ndugu yangu, tunahitaji kamera kutoka kwako. Ndugu yangu, tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi, nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.